Naitwa Joshua Mile, ni meneja msaidizi ukaguzi na uliaji katika mkoa wa Katana. Leo tulikuwa na mafunzo ya mfumo mpya uliowezeshwa wa IDRAS, mfumo wa kodi, na huu ni mfumo ambao umekuja kuleta suluhisho kati ya lile gap lilikuwa likionekana kati ya wafanyabiashara na mamlaka ya mapato. Changamoto zote ambazo zilikuwa zimekaa kati ya wafanyabiashara na mamlaka ya mapato, mfumo huu kwa kiwango kikubwa sana utakwenda kutatua hizo changamoto, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba taarifa za msingi za mlipa kodi zinapatikana katika ofisi zetu za mamlaka ya mapato, kwa maana katika upande wa ndani, lakini pia upande wa nje mfanyabiashara ataweza kuona taarifa zake zote kwa uwazi zaidi. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana na yeye pia kufanya mawasiliano yale ambayo yenye tija tu kwa ajili ya ofisi za mamlaka ya mapato. Kwa hiyo haitamlazimu sana kutembelea ofisi, anaweza kufanya mambo yake yote akiwa amekaa kwenye kiti. Mfumo huu unategemea kupandishwa ama kuwa live kuanzia mwezi wa pili tarehe 9 mwaka huu. Kwa hiyo kuanzia hapo ile mifumo mingine yote ambayo tutakuwa tukitumia itafungwa, lakini mfumo huu ambao umebeba mifumo mingine yote utaanza kazi rasmi. Kitu kinachotusumbua sisi wafanyabiashara wakati mwingine ni ile kupokea, lakini hatua imepigwa. Mnakumbuka wakati tunaletewa hizi FD machine, mpaka tuliweka mgomo tukafunga maduka nchi nzima. Sisi jumuiya ya wafanyabiashara ndio tulifanya hiyo kazi, lakini taratibu watu wamekuwa wakielewa, na sasa hivi taarifa iliyoko katika nchi nzima FD machine zinafanya kazi. Kwa hiyo tumezoea, tumepokea, tumekubali mfumo, na sasa hivi tunaenda nao mfumo. Mabadiliko yanayolengwa sasa hivi katika nchi zote, ukiangalia kwenye vyombo vya habari, biashara zote sasa hivi zinaendeshwa kwa mifumo. Yaani unakaa hapa Tanzania, unajua mtu akifanya biashara kama ya kwangu Uingereza anapata faida kiasi fulani na manunuzi yake yako mahara fulani, ni kwa sababu ya hii mifumo. Kwa hiyo mimi naomba, nadhani mafundisho haya sio ya mwisho. Tulikuwa nateta pale na meneja, nasema mimi nikamwambia bwana, nyie ikiwezekana mngekuwa mniletea na vipeperushi, kwa sababu saa hizi kuhifadhi huu mfumo kichwani ni jambo gumu sana, kwa sababu tuna mambo mengi pia. Watuletee na vipeperushi, walau mtu anaposoma ukisahau unakwenda unakifuta kwenye kipeperushi chako, unasoma unajua kumbe hapa mzee mmoja juzi alikuja akaniambia mwenyekiti, hivi nia ya hawa wanataka sisi wazee ambao tukusoma watu, kwa sababu unaanza kufanya kazi, nafikiri ni siku za karibuni, tarehe ngapi? Tarehe 9. Sasa sio rahisi kwamba wewe umefundishwa leo ukakalili hayo yote kichwani, si rahisi. Ofisi za TRA ziko wazi na wataendelea kutusaidia. Unajua hapa hatupo wote, kuna sura nyingi sana za wafanyabiashara nazozifahamu hapa hazipo. Kwa hiyo TRA ile milango msiibane, pamoja na dawati na nini. Nimeambiwa dawati ile la kodi litaendelea kufanya kazi, lakini watakapokuja pia ofisini muendelee kuwasaidia, kwa sababu sio kazi rahisi kuweka hiyo format yote kichwani, si kazi rahisi. Kwa hiyo kama kuna kitu chochote kitatokea hujaelewa, usiharibu kazi, kwa sababu hii mifumo shida yake ni moja. Ukishakiingiza pale kukitoa inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote ambalo unaona kwamba hulijui vizuri, nenda TRA. Majina naitwa Boniface wa Katayawe. Cha kwanza, kutokana na mfumo huu mpya unaenda kutengeneza uwazi miongoni hata mwa wafanyabiashara wote au department yani wale wanaojumuika kwenye biashara, tuseme kama ni taasisi fulani, kunakuwa na uwazi, yani management kati ya manager aidha na wale wafanyakazi wake, kwa sababu unaponunua kitu, let's say when procurement office umeagizwa, umeenda kununua, basi risiti zile zinaonekana kwenye mfumo, manunuzi yako si yanaonekana kwenye mfumo. Kwa uwazi kwa kiasi kikubwa ndani ya taasisi unaenda kuonekana, lakini vile vile muunganiko miongoni mwa wafanyakazi mle kwenye taasisi unaenda kuonekana, lakini uwazi kati ya taasisi na wizara husika zinazohusika na mapato unaenda kuonekana, lakini vile vile unaweza ukatrack mauzo yako kwa mwaka mzima na ukaweza kujua uko kwenye position gani ya kibiashara, sawa. Lakini vile vile
kama unaenda kuanguka utaona, kama unaenda kukua utaona, sawa. Lakini vile vile kitu kingine ambacho mfumo huu unaenda kuleta faida ni ile nini, integration ya mifumo, kwamba kipindi cha nyuma ilikuwa ni kwamba unaenda kuingia kwenye mfumo huu, let's say unataka uangalie upande wa magari, uende kwenye mfumo unaohusika na magari, utoke, unapotaka kufaili return uende ukatafute tena huo mfumo wa nini, wa return filings, unataka utafute tax clearance. Hasa hiyo integration ya mifumo inaenda kuturahisishia hata utendaji kazi miongoni mwa wafanyabiashara, kwamba unaweza kufanya biashara zote, unaweza kufanya kazi zote ndani ya muda mfupi, ukatafuta tax clearance muda huo, ukaona mapato yako muda huo, vile vile ukafanyaje, ukaangalia manunuzi yako muda huo ndani ya muda mfupi tu, tofauti na kwamba utoke huku uende huku, ukalogi out huku, ukalogi in, ukafanyeje huku, ukafanyeje. Sasa ile extension ya muda inapungua, ina maana kazi unaifanya ndani ya muda mfupi na kwa uhakika na usahihi. Shortcut the clear kwa mfumo huu wa kisasa huu wa TRA kwa kweli unaenda kusaidia sana. Kwanza unaenda kutoa movement ambazo ziko kwenye maofisi ya TRA, kwa maana watu kupata huduma inakuwa ni rahisi. Sasa unaweza kufanya kitu chochote ukiwa popote kutokana na mfumo huu. Kwa mambo yameenda kurahisisha kwa zaidi. Kwanza niwapongeze maafisa wa TRA, wametusaidia sana. Kwanza sasa hivi wanatushirikisha kwa kila jambo na elimu wanazozitoa zinatufikia kwa wakati. Kwa hiyo niseme huu mfumo jumuishi huu waliotufundisha sasa ni mzuri sana na utapunguza foleni TRA, lakini pia unatufanya sisi huduma zote za TRA tuzione kwenye mfumo. Kwa hiyo sisi tuwapongeze sana na waendelee, wasituchoke, lakini pia unatupunguzia hasara isizokuwa za lazima, kwa sababu watu wengi tulikuwa vitu vingi mpaka tuende tukaulize pale. Sasa hivi tunaviona kwenye mfumo moja kwa moja. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana na asante sana. Pata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.